Taarifa kutoka kwenye chombo cha habari cha E-News baada ya kuonekana sasa hivi mkakati uliopo kati ya tajiri nambari 1 duniani Elon Musk ambaye yupo kwenye vita kali na rais wa Marekani ambaye ni Donald Trump. Na hii ni mara baada ya uchumi ambao ulikuwa umeweza kukadiriwa ndani ya siku moja, ambavyo imeweza kuonekana hasara alizo kuzipata ambazo zimesababishwa na Donald Trump kuweza kuzuia baadhi ya hisa zake ambazo zimekuwa zikimtengenezea maokoto unaambiwa ni zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 12. Hiyo imekuwa ni kawaida kwa wale matajiri kuweza kupata losi aina kama hizo, yani kupata hasara ambazo zina thamani kubwa, yani ndani ya siku moja ana uwezo wa kuingiza pesa nyingi na ana uwezo wa kupata hasara kwa kiasi kikubwa. Sasa inavyoonekana dalili iliyopo na kwa baadhi ya watu wa karibu ambao wameonekana kabisa kuona hitaji ama kile ambacho sasa hivi amekuwa kiandaa mwamba Elon Musk ni kumalizana kabisa na mwamba Donald Trump, na huu ni uadui na ugomvi ambao nafikiri kila moja inabidi aweze kujipanga, kwa sababu kwa rais wa Marekani tunajua maisha alionayo, lakini pia na hata utajiri, lakini pia na hata ule ulinzi na ule ukubwa wa demokrasia alionayo, akijiamini na ile power alionayo katika nchi yake. Manake anaamini kabisa kwamba ana uwezo wa kumfanya Elon Musk kafilisika na ana uwezo wa kumondoa, lakini pia jeuri inayoendelea kumfanya Elon Musk aweze kuendelea kumpiga vijembe Trump na huenda sasa akamalizana naye. Na ilikuwa inaonekana dalili kwamba Elon Musk kwa sasa yuko kwenye mpango kazi wa kutaka kummaliza, yani kumuua Donald Trump, kwa sababu kitendo cha hasara alizoweza kuziingiza na mpango kazi ambao Donald Trump kwa sasa ameweka wazi ni kwamba atahakikisha mwamba huyu hafanyi biashara yote katika nchi ya Marekani. Na kama unavyojua Elon Musk ni mmoja tajiri ambaye amekuwa akisifika katika pia usambazaji wa bidhaa ambazo tunajua ni za sola, lakini pia ukiachana pia na hivyo, yani katika upande wa zile car electricity ambazo ni Tesla, kampuni ya Tesla ambayo tunafikiri tunaifahamu kabisa kwamba hiyo ni special kwa ajili ya vyombo vya moto vya magari ambavyo vimekuwa vikisafiri kwa kutumia umeme. Kwa nafikiri ni baadhi ya vitu ambavyo kwa nchi ya Marekani kwa sasa vinataka vizuiliwe na mwamba Donald Trump ambaye ameweka nia ya kutaka kumfilisi Elon Musk, na kwa Elon Musk mwenyewe pia hawezi kukubali. Kwa hiyo hii ni vita ya wawili ya wakubwa ambao huenda mmoja anaweza akapotea. Yani sidhani kama sasa hivi Donald Trump anamwazia mazuri Elon Musk, na hata mwenyewe pia Elon Musk hawezi kumwazia mazuri Donald Trump. Kwa hiyo kila mmoja anabifu na mwenzie. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment.